kuhusiana na basi la Iriza. Tumeona gari na trend mitandaoni, hatujajua kama ni official ya klabu ya Simba. Wewe kwa maoni yako unasemaje? Na pengine inaweza ikawa basi pekee la Simba, pengine hamna timu yoyote inaweza ikafanya maajabu? Basi kwenye mkataba wa Jairuti kulikuwa kuna vitu vingi. Kwanza alituambia atatuletea jezi yenye quality kuliko klabu yoyote. Hakuna atakayepinga kwamba jezi yetu ni bora kuliko klabu yoyote katika ligi hii. Katika hilo respect blow Jairuti. Lakini la pili, alituambia kwenye mkataba wake atahakikisha analeta basi kwa sababu ya timu. Hadhi ya klabu ya Simba sio hadhi ya kupanda mabasi ya gonga nyoka. Nadhani magonga nyoka kwa madereva washajua. Mabasi yale checheme hata ukila mara unajua kuna gari lingine ukipanda hata ukila mayai tumbo la kuna nini kikukamata kwa sababu alichezi hivi basi unatulia mpaka unafika eneo la tukio na unaenda kufanya jambo lako. Lakini ukipanda gonga nyoka lazima tumbo liume. Sasa akatuambia kwa hadhi ya klabu yetu lazima alete basi yenye thamani ya hadhi ya klabu yetu na wachezaji wanaosajiliwa kwenye Simba. Leo hamna mtu asiyojua kwamba wachezaji wetu wana thamani kuliko wachezaji wa klabu yoyote kwenye hii nchi. Hakuna. Sisi ndio tumesajili kutoka Mamelodi Sundowns, klabu kubwa. Tumeenda kung'oa jino Roshan De Rock. Tumeleta pale. Tumeleta Neo Mahema, fundi wa mpira na mwalimu wa mpira. Tumeleta watu bora wengi. Umeelewa? Sasa hauwezi kuwa na wachezaji bora kama hivyo hapo mtu ashuke kwenye basi la bonga nyoka si tukikaa kiuno kinauma mama. Lazima umeze Vivian au umeze nini Diklopa. Wachezaji wetu lazima wawe na hadhi hiyo. Kwa hiyo Jairuti katika vitu vyake alivyokamilisha pamoja na basi la Iriza. Baada ya kuja lile kabla alijaje lile basi kuna watu wana uchaguzi wao hapa baada ya miezi miwili wakaenda kuweka kopi ya kiwanja cha watu kwamba tutajenga kama hiki kwa makaratasi. Wakasema wao watajenga kabla basi yetu alijaja. Cha kushangaza mpaka leo kuna dada jela kaenda pale kajirekodi wanamtafuta na matusi. Natoa angalizo kabla sijafika katika basi kwanza nawapa angalizo wao. Waache ushamba. Waache ushankupe. Yule dada kaongea uhalisia kajirekodi Jangwani. Hamna greda, hamna mfuko hata wa Saflet. Saflet nadhani kijana uelewe naelewa. Hata kipande cha nondo cha 13. Dada akazungumza ukweli na siku zimepita zaidi ya 20 wanamtafuta machawa sasa wametumwa. Kwa sababu ile dada ndio Yanga mwenyewe kama Magoma. Wale machawa sasa wanaanza kumtafuta. Lakini la pili Jairuti katika vitu alivyosema atavifanya pamoja na kuleta basi bora. Basi limeshuka Dar es Salaam. Bandari ya Dar es Salaam. Iriza. Iriza imeshuka bandari ya Dar es Salaam. Dar es Salaam tunavimba nalo na tunatamba nalo. Watu wameliedit kama walivyoedit jezi. Kwamba linaonekana basi limeenda gereji ila si tumwambie hata kama likienda gereji. Basi la klabu ya Simba Iriza. Hata kama likienda gereji na sisi tumelizika liende gereji. Kama ile jezi alivyoedit ikawa ina mauzo makubwa kuliko jezi yao mpaka wakaja kutoa JSM na wakatoa nia yenye kitambaa cha Chilimeni. Maana ile jezi ya nia Chilimeni. Wewe mtu wa zamani wa sasa. Unajua Chilimeni? Basi mtafute mkulungu atakwambia. Mtafute mshangazi wa zamani mwambie bwana Chilimeni maana yake nini atakwambia. Chilimeni kuna kitambaa kimoja kama kinawaka hivi hapo kama kina na ndo satini wanaita Chilimeni. Yaani ulikuwa ukiva Chilimeni zamani basi wewe mwali. Wakatengeneza Chilimeni uifananishe na jezi yetu. Wakati si jezi yetu hiyo. Jezi yetu wakati Jairuti anatoa kabla hajatoa alisema atatoa jezi ya mfano. Na atatoa jezi hiyo ya ligi baadaye jezi ya pre-season ya wachezaji wetu ikatengenezwa watu wakaitaka pre-season akasema hapana vilabu vya Ulaya vinavaa jezi hiyo moja tu. Hata kama roho zetu zituuma tutakaitoka nyingine kizamani. Kumbe mtu anatotoa kwenye kizamani anatoweka kwenye mambo ya kisasa. Jezi yetu imeuzwa sana. Natoa hii mifano kwa sababu huyu anayeongopea sio msemaji, huyu chawa viongozi. Angalie maslahi ya klabu yake, anaangalia maslahi ya tumbo lake na familia yake na yeye ili aishi. Msemaji hawezi kuongea vitu vile waende kuongea kina ndugu zangu kina bodi Yanga so yeye. Yeye afisa habari unapozungumza neno na maana neno limetoka kwenye management ya klabu. Kwa nini anachukua maneno ya management ya klabu anakuja kuyaleta katika uongo alafu yeye msemaji wa klabu? Alizungumzia jezi za uongo
kumbe uongo. Akazungumzia Elimpanzu kabaki Simba, akachukua mkataba akagoma, uongo. Kumbe Yusuf Kagoma bado ana mkataba na Simba, yule ni muongo. Jana kachukua picha kaedit, na huyo alimtumia ile picha kaedit kwamba basi yetu sisi bovu linaenda gereji, na leo nimeona katuma kuna taa moja imevunjika. Basi alijasafirishwa kwenye ndege, aache ushamba. Basi limesafiri kwenye meli, umeelewa Basi limesafiri kwenye meli. Meli maana yake linabebwa na cleaner, linapakiwa kwenye meli. Kitu chochote kikipata injury kinawekwa kingine. Miezi minne kwenye maji, mule ndani kuna misukosuko ya bahari, kuna kila kitu. Alafu yeye toka azaliwe kachaye kuendesha gari ya 0 kilomita. Yeye toka azaliwa ule dunia kashaendesha gari au kupanda, sio kuendesha kupanda tukashawahi. Hadi aseme gari letu si used. Yeye anaendesha VST hivyo viali ananunuliwa nao watu wanawapamba pamba ya 0 kilomita. Sisi tumekubali gari yetu imetembea Ulaya. Wametembelea Madrid anasemaje? Sisi Jeruti babangu, wewe Mungu akuweke mzazi wangu. Hatari. Mimi ndo hatari. Haya wadanganye. Sio napenda Simba kama sisi Simba. Uone kama sisi Simba tu Simba. Uone kama sisi watu wa Simba. Sababu sisi Simba ndio mtu akisema kitu kweli. Watu wametishia Elimpanzu, Mohamed Dewji kaita damu kama vile Elimpanzu chukua milioni 1 na mshahara wa kutosha. Watu wameenda kubaki na maneno tu na majina Eliza. Lakini Elimpanzu yuko Simba. Yeye alisema aitwa Eliza asibabaki. Leo watu wamesema uwanja utaanza kujengwa kabla hata ya Eliza yetu haijaje. Eliza yetu imekuja sasa. Huyo ndo Mwamba Jeruti. Mwamba Jeruti wachezaji wa kigeni wale wote wakina Eno Remba, wakina Libasa Gay, wakina Seta wote kawapandinga za kutembelea Dar es Salaam mjini namba hii. Timu gani imefanya hivyo? Wanasema ya matajiri. Leo ST wengine wanakuja wawili kwenye gari. Pengine Alikamwe ni kama ana push sana ajenda za Simba na zinakamilika kwa uharaka. Yule upande wa kiumeni Simba. Sasa yule anaongelea kiumeni. Umesikia? Yule anaongelea kikeni, yule anaongea kiumeni ambako ndio iko faza. Kwa jina wangu baba yake yule Shabani ni mnyama ubaya ubwela. Kwa hiyo anaongelea upande wa faza kiumeni. Ila katika kupamba kwake sasa anazunguka sasa kama anaua hivi, kumbe anapamba. Na zile picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha gari kama limechoka hivyo, unaweza ukasema basi la Simba mamangu. Mimi sitaki mambo mengi. Ujue taasisi ya Simba post moja ya engine wanasema wewe anamwambia mamangu. Umeona basi letu? Hili ndio basi la Simba sasa. Hili ndio basi la Simba sasa. Na hili basi bado halijapigwa rangi za hela, nyekundu na nyeupe. Na mnyama hajakaa pale. Umeelewa? Hili ndio basi la Simba. Hilo analiposti yeye kwa sababu ya wale anawaongopea ili tajiri amuonea maana ili apate riziki, hata aongopee. Ila basi letu Simba ndio hili, na basi letu liko vizuri na ndani liko vizuri. Na ndani halina ile siti 3 kwa 2 2 by 3 wanaweka kama magonga nyoka yale. Huku watu watatu huku wawili. Hii 2 by 2 mwanzo mwisho. Alafu ndani kila siti ina laptop. Kila siti ukigodoa unalala. Kila siti ina sofa moja. Yaani ukikaa kwenye siti kama vile unabonyea. Hapo dereva mwenyewe akiendesha ile gari enda speed akinaona kama vile alienda. Tarehe 3 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 niko hapa na Shabani Mpira Pesa kuzungumza yale yote yanayohusiana na michezo kubwa zaidi. Ni vijana wetu wa under 17 ambao wamefanya la kufanya huko katika nchi ya Morocco. Licha ya hivyo, tunao mengi ya kuzungumzia kuhusu klabu yake ya Wekundu wa Msimbazi. Iriza tayari imetua, lakini hatujaambiwa kama ni official ya klabu ya Simba ama namna gani. Kwema ndugu yangu? Kwema, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Wewe afya kabisa, siku imeanza vizuri na ya jana naweza nikasema kwa upande wangu binafsi, si mzungumzi mwingine, imeisha vizuri. Nichukue nafasi hii kuwapongeza vijana kwa kile walichokifanya jana. Kwa upande wangu nimeridhia kwa kiwango kikubwa kwa hatua waliofikia vijana, wamefanya kazi iliyotukuka, na niwaambie tu kwa binafsi hamna ninachowadai. Yes. Kongole kwao. Kongole tena kwa 100% kutoka moyoni kabisa, kwa sababu kwanza nilikuwa sijui
kama vile view alivyotengeneza baba Kalia cha Kigamboni na cha Tanga, ndo kazi yake ile. Nimpongeze kwenye hilo kwa sababu katengeneza nini za TFF Kigamboni pamoja na Tanga. Nasikia wale vijana wengi ndio wametoka humo. Wametoka humo na tumeona kazi iliyotukuka kweli. Ukitunza kitu vizuri, basi kinakupa majibu mazuri. Senegal sio watu wa mchezo. Kuna watu naona wanabeza kwamba tumefungwa, hamna lolote, tukibeba kombe. Unapozungumzia Senegal, ni watu ambao wamejiwekeza muda mrefu sana mpaka wamekuja kufikia matunda hayo waliokuwa nayo. Leo Senegal wana watu wa aina tofauti katika mpira wao, wako duniani. Tunajua ubora wao tofauti na sisi, lakini uwekezaji wao wa muda mrefu wamekutana na sisi na uwekezaji wa miaka 3-4, na tumewapa changamoto. Mechi ya jana kilichowabeba ni zile penalty tulizokosa, lakini ukichukua mjumuisho wa mechi yote, MVP wa mashindano yote ametoka kwetu. Sijui tumechukua tuzo nyingi kuliko wao. Wameambulia golikipa bora na kombe. Sasa kwa nafasi hiyo mimi niseme na wapongeza vijana, niwaambie tu vijana wetu katika lile walilofanya wametuheshimisha, na sisi tunawaambia tunawapenda, ila wahakikishe wanajitunza ili baadaye waweze kufanya vizuri. Na tukiweka nukta hapo sasa, tuzungumzie kuhusiana